Habari ndugu zangu, habari za muda huu. Ni ule ndugu yenu Juma Omari Sharifu almaarufu Alkasusu. Nipo hapa katika mwendelezo ule wa kuelimishana, kukumbushana masuala mbalimbali ya kijamii. Leo hapa nipo kwa kuongea na vijana wenzangu, kwa sababu takwimu inaonyesha vijana wengi sana kuliko jamii nyingine au kuliko makundi mengine. Na sisi na hao vijana au pamoja na sisi vijana ndio chachu ya kuleta maendeleo au kuharibu maendeleo. Sasa baadhi ya wanasiasa huwatumia vijana ima kuleta maendeleo au kuharibu maendeleo. Leo nipo hapa kwa kukumbusha vijana wenzangu, tusikubali kupotosha na wanasiasa waovu wenye nia mbaya katika nchi yetu. Mfano, leo hii wanasiasa wanazungumzia kuhusu maisha ya familia ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Wanasema mara wizara imejaa wakwe, serikali imejaa watoto wa familia moja ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Hao ni maneno ya upotoshaji, maneno ambayo yanaweza kujenga chuki juu ya sisi wananchi na serikali. Je, tujiulize, kwani katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania inakataza familia kuwa katika serikali? Je, kiongozi, katiba inamkataza mwanae kuwa kiongozi au kuwa kwenye idara fulani? Jibu hapana. Katiba haizungumzii. Katiba ipo kwa ajili ya kusimamia uweledi wa kazi, na si kwamba eti ukiwa kiongozi mwanao hafai kuwa kiongozi. Si kweli. Ni chuki za wanasiasa juu ya serikali, chuki ya wanasiasa kutupandikiza chuki si wananchi, ili tuone serikali ni mbovu, serikali haifai kwa sababu inapandikiza familia zao. Sasa hebu fikiria, wewe ni mzazi, umemsomesha mwanao kwa gharama kubwa na amefanikiwa kwenda chuo na amefaulu vizuri, unapata nafasi serikalini. Je, mwanao utamwacha? Jibu hapana. Kwa sababu ana uwezo, huwezi ukamwacha. Lakini kama ikilaza, unamwacha kwa sababu asija karibu serikali. Sasa je, duniani mambo haya yafanyiki? Mfano, tujiulize, Marekani, George W. Bush, mwanae amekuwa rais wa Marekani. Bill Clinton, mke wake amekuwa mgombea wa rais wa Marekani, Hillary Clinton. Je, ujiulize huko Marekani na sisi, kwa nini wanamsema Samia Suluhu Hassan? Wana chuki zao juu ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Tuwapuuze. Wajenga chuki sio wananchi, tuchukie serikali, kitu ambacho sio sahihi. Katiba haizungumzii kwamba mtoto wa rais, ndugu wa rais au familia ya rais kwamba hairuhusiwi kuwa viongozi wa serikali. Haizungumzi hayo. Kama ni kiraza, sawa. Serikali haihitaji watu viraza. Serikali inataka watu wenye weledi ili wafanye kazi kweli kweli kwa kutumikia wananchi wao. Kwa hiyo tuendelee kuwapuuza. Tuache serikali ifanye kazi kwa ajili ya maslahi ya sisi wananchi. Asante sana.